Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie Habibu Mustafa, nabii wetu mtukufu, mwisho wa anbiya, nabii ambaye ametimilizwa kwa ulimwengu wote, nabii ambaye tunaombea wanadamu shifa, siku ambaye ni siku ya masiku, ambaye ni siku ya kiyama, si mwingine bali ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehema na baraka kutoka kwa Allah zimfikie yeye na nyumba yake na sisi ambao tumemfuata hadi siku ya mwisho. Ni siku nyingine tena tumerudi baada ya kuwa tuko mwezi mzima wa Ramadhan, na tukaweza kurudi sasa viwanjani tena mara ya pili. Na kusema kweli alhamdulillah tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kuna wale ambao wanafungaga zile siku 6, wengine wamemaliza, wengine bado tunaendelea, bado mwezi haijaisha bado. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awajalie muweze kufunga hizo 6 inshallah, mpate thawabu ya kusamehewa dhambi ya mwaka mzima. Leo ni jioni, tuko katika mji wa Nairobi kule vijijini, na niko na kakangu hapa. Kwa majina mimi naitwa Hassan Karioki, na niko na kakangu hapa, naye ataniambia anaitwa nani. Alafu tuangalie hapa. Nimesema kila siku nasemanga hizi ni viwanja za elimu kubwa. Hapa watu wanapata elimu kubwa, mafundisho makubwa, yale ambao ilikuwa katika darkness, ambayo watu wako wanaambiwa ukweli. Hapa ni mafundisho ya ukweli kabisa, ukweli mtupu. Hapa hakuna mambo ya urongo, na hapa tunaongea mambo tena tunasaidiana tu. Mimi si hata mjuzi sana. Mtu mwingine anaweza kuja akawa ni mjuzi kuliko mimi, akanifundisha kitu na mimi nikachukua, na mimi naweza kumfundisha kitu naye akachukua. Kwa hivyo katika mjuzi bado kuna mjuzi juu yake. Kwa hivyo kakangu unaitwaje? Naitwa Bado Julius. Bado Julius. Naam, Bado Julius. Bado Julius, wewe ni Muislamu ama Mkristo? Mkristo. Asante sana. Karibu sana. Swali gani ambao ungetaka kutuuliza sisi Waislamu? Tujaribu tuone kama tunaweza jibu. Swali yangu ni Islam kuna type ngapi ya Islam? Juu ongea tu yote. Toa maneno yako yote, usijali. Juu kuna wengine nasikianga ukikufa utaenda kupata bikira 12. Na kuna wengine nasikia ukikufa unaenda mbinguni. Sasa kwa nataka nielezee hapo vizuri ndio nijue. Juu nasikianga ukikufa kama uko holi, ama kama ukikufa kwa njia ya vita unaenda kupata bikira 12 huko. Kwanza nijibu hiyo kwanza. Kweli ndugu yetu ameuliza swali. Kuna pale nasikia watu wakikufa katika vita wanaenda wanapewa mabikira si 2, wanasema 72. Lakini inasemekana katika mascholars wetu wa Kiislamu wanasema hiyo hawajakubaliana katika hiyo hadithi. Inasemekana hiyo maneno wengine wanakataa, wanasema si kweli. Nafikiri hivyo ndivyo, si ndio Suleiman? Kuna wale ambao wanasema hadithi, unajua maneno ambayo alisema mtume inaangalia wao kwetu na ushahidi, kama imepokelewa na nani akapata na mwingine watatu. Lazima kuwe na tena hawa watu waangaliwe nasaba yao. Walikuwa ni watu wa wema, ni watu wa rongo, ama ni watu wa nini kweli? Lakini ile inajulikana na maulama wote, mascholars wote wa Kiislamu, ni kwamba mtu yule ataingia peponi atapewa wasichana 2 katika wasichana wa peponi. Mtu yeyote mwanaume akiingia peponi atapewa kwanza wasichana 2 ambao sio wasichana wa duniani. Hawa wasichana ambao Mungu amewaumba, wamengojewa huko, na wale watu wataingia kwa Mungu, kwa Mwenyezi Mungu, wanaitwa mahurain. Hiyo habari kwenyu hakuna, kwetu iko, wako 2 pale. Tena ule mke mlikuwa naye duniani pia unaongezewa tena, anaumbwa katika design nyingine. Watu wataumbwa tena, watakuwa watu smart. Wale wanaenda peponi watakuwa watu sawa. Wale watu watapata shida na watu wakwenda motoni, kwa sababu watapewa mili kubwa na Mwenyezi Mungu ili waweze kuchomeka vizuri. Unaona? Kweli watu watapewa wanawake, lakini tumeambiwa wanawake 2 katika wanawake wa peponi, na watapewa na mwanamke yule alikuwa naye hapa duniani, wake zake pia atapewa tu. kama wataenda wote peponi. Kwa hivyo hiyo iko. Sasa
Sasa bikira wawili. Ni kama unaenda tena nini? Yaani kama ile maisha tena nini? Maisha mengine tena. Hakuna maisha inaanza kule, hakuna cha maisha. Kutoka hapa duniani. Maisha iko hapa duniani. Tunahangaika, unatafuta riziki, unaamka asubuhi, unalala usiku. Wengine wanalala usiku mzima wakifanya kazi, wakitafuta riziki, unaona? Hiyo ndio kuhangaika hapa duniani. Ukitoka hapa duniani mambo ni mawili tu, ima uende peponi ama motoni. Na wale wataenda peponi ndio watakuwa na raha. Kule hakuna kufanya kazi. Ukipewa mwanamke kule peponi, huo ni wako tu. Wewe kazi yako tu, ni mambo yako tu, ni wawili mnajua. Wewe unapata raha ya sawa ya peponi. Na hakuna kuoga. Hata kwa sababu pengine hii nyingine ya duniani si lazima uende uoge. Mkishafanya shughuli zenyu. Kule hakuna hiyo. Kule ni raha tu. Kule ni raha. Na hakuna kuzaa watoto. Ate mtaenda kule ate mwanamke amepata mimba umpeleke Pumwani. Hakuna kitu kama hiyo. Ni raha ina gani hiyo? Raha ile unajua wewe. Kwani unajua raha gani unajuaga wewe? Wewe ukioa unasikia raha gani? Na ile raha ukifanya kama hujaunganishwa si ni dhambi. Kuunganishwa wapi? Kule unapewa, kule si kwenda kuozeshwa tena, kupewa ate mnafanya harusi. Kule unapewa na Mungu anakuambia hii ni yako, uchukua huyo na huyo ni wako. Kule unaenda unapewa zawadi. Ni zawadi hiyo Mungu anakupa. Kule ni zawadi unapewa. Kule kuna raha, ndio watu wanatafuta raha. Ndio naona sisi tunafunga kama tumemaliza mwezi mzima wa Ramadhani. Ndio tusamehe dhambi. Ndio tuweze kuingia hiyo paradise. Kuingia paradise hata ni rahisi huko vile watu wanasemaga. Najua kule kwenye mnasemaga ati mtakutana na Yesu hapa, sijui kwa mabawa mtamea mabawa. Sijui hata hapa mtapewa mabawa mtoe wapi? Si wote. Si wote. Hakuna mtu atabea mabawa, hakuna. Hiyo ni urongo. Ile maneno ya Paulo ameambia watu katika kitabu cha Thessalonike, si ndio hiyo? Hakuna mahali nyingine. Yesu hakuongea hiyo maneno. Hata kuna watu watapewa mabawa. Hii ni maneno ya Paulo amekuja kuambia watu miaka mingi. Peponi kwenda sio mchezo. Yaani watu wacheza hapa duniani halafu uende kwa Mungu. Manabii wenyewe siku ya kema wanaulizwa maswali. Manabii ambao unajua baba zetu akina Ibrahimu, akina Yesu, akina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akina Musa na akina wengine Daudi, wanasimamishwa wanaulizwa maswali. Wewe ulifikisha maneno yangu kwa watu? Nilifikisha. Shahidi yako ni nani? Shahidi yangu ni wa hawa watu wangu hawa. Kwa sababu kila nabii siku ya kiyama atasimama na watu wake, generation yake. Nyinyi nyote mko katika kanuni hii, mko generation ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huo ndio mtume wenu, ndio mtasimama na yeye. Hapana. Sasa wewe unasema hapana kwa nini? Yaani utake usitake nabii wako ambaye mtasimama naye, kwa sababu kila watu Mwenyezi Mungu atasema kila generation isimame na nabii wake. Watu wana wa Israeli wataenda kwa Yesu. Wana wa Israeli wale wengine, grupu ile nyingine itaenda kwa Musa, wale wengine wataenda kwa Daudi, wale wengine wataenda kwa Suleimani, wengine kwa Uzeri ambaye mnamuita Ezra. Yaani watasimama hivyo. Watu wa Nuhu watasimama na watu wake wale waligarakishwa na maji. Wote watafufuliwa wakati huo. Wote watasimama. Wote. Haya, Adam kizazi chake. Wale walikuwa na wakati Adam, wale kuna watu wanasemekana walikuwa 400. Wanasema watu kama 400 hivi. Watasimama na Adam. Kila mtu atasimama na watu yake. Hakuna hata pahali ati utoke hapa tukimbia hapa ati mimi naenda kwa Musa nikasema kwa Musa. Hakuna, Musa hakujui. Tena ukifika pale unakuta ni Bani Israeli. Na nyinyi ni akina nani? Wale na ndio naona tangu ndio ujue Mwenyezi Mungu ana maajabu yake. Hebu sikiza hii andiko kwanza kabla sijaendelea kujadiliana na maswali. 33:40. Hebu sikiza hii andiko ndio ujue Mwenyezi Mungu miujiza yake inafanya kazi mpaka leo na inaendelea mpaka kiyama. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Muhammad si baba wa yote katika wanaume wenu. Bali yeye ni mtume wa Mungu. Ni mtume wa Mungu na mwisho wa mitume. Na mwisho ya mitume. Angalia 1450 years ago. Mpaka wa leo hakujaitokea nabii mwingine. Hao wanakuaga huko, hao wanaweka makatazi ni fake prophets. Mafake tu. Hajachaguliwa na nani? Manabii wanachaguliwa na Mungu mwenyewe. Hajaipatikana nabii mwingine na hata patikana mwingine mpaka kama kisimame. Na Yesu na Muhammad wameachana. Na wameachana na miaka mingapi? Walikuwa wameachana na miaka karibu 600 years walikuwa wameachana. Kutoka wakati hiyo imefika miaka 1000 na nabii mwingine hakuna. Kwa sababu Mungu amesema huo ndio mwisho wa mtume. Hakuna mwingine atapatikana duniani.
mtamtafuta na ndi huyu mnakataa, ndio mtaenda kumulilia siku ya kiyama. Sasa nasema Muhammad alichaguliwa na Mungu. Kwa njia gani? Alipaka mafuta ama tu alianza tu kuhubiri tu kwa hivi watu wakaanza kuja tu polepole? Manabii huchaguliwa na Mungu. Si unajua wachaguliwa na Mungu? Lakini mimi sinajua ni Yesu. Yesu. Kwa watu gani? Kwa Wakristo. Wapi imeandikwa Yesu kwa Wakristo? Si Yesu amesamea wa Christian. Nani alikuambia? Najua nyinyi mlikuja mkaingizwa box na wazungu na mkaingia kabisa, mkaingia nyinyi wote wazima. Sikiza maandiko haya. Hebu sikiza. Wewe unaamini hii kitabu? Hii ni Qur'ani. Hii ni yetu. Umeshaiona? Umeshaiona lakini bado hajatupia ndio maana. Hujaiona. Kwa hivyo hii hujui. Hii weka kando kabisa. Na hii nyingine, hii unaijua hii? Hii najua Bible. Hii ni Bible. Hii ni ya ndio unasomaka kule kanisani. Sawa. Unaamini maneno yake? Maneno yake ikisema kitu unaweza kubali? Hapo siwezi jibu. Kwa nini? Kuna maneno kidogo nataka usikie. 19:10 kitabu cha Luka. Kwani bado unataka kuwa muasi? Bado bwana, mbona unataka kuasi kitabu yako? Yetu nimeweka kando, achana na hii yetu ya Uislamu. Hii tunabebaka kwa sababu yenyu. Watu wengi wakija hapa wakiuliza maswali, anasema mimi sitaki hiyo kitabu ya Uislamu, sitaki hiyo Qur'ani yenyu. Mimi nipatileni kitabu yangu. Ndio tunaibebaga. Lakini kitabu yetu ni kile. Kiko pale. Luka ngapi baba? Luka 19:10. 19:10 Luka. Kwa wenye kuandika. Inasemaje? Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mwana wa Adamu katika Biblia unajua ni nani? Mwanadamu. Mwana wa Adamu ni nani? Anatumika sana kiitwa mwana wa Adamu. Ni nani huyo? Naelezea tu sijui. Mwana wa Adamu ni Yesu. Yohana 1:29. Ukikuta jina mwana wa Adamu kwenye Biblia. Ukikuta jina mwana wa Adamu, Yesu ndio anaitwa hivyo. Na Ezekiel katika kitabu chake anajiita mwana wa Adamu. Nasikia 1:29. Mwana wa Adamu alifanya nini? 1:49. 1:49 nasema. Nathanieli akamjibu. Rabi, wewe mwana wa Mungu, ndiye mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikwambia nilikuona chini ya mtini waamini, utaona mambo makubwa kuliko haya. Anaongea Nathanieli. Akamwambia, amina nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka. Yesu huyo anaongea. Na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Kwa hivyo mwana wa Adamu umeelewa ni nani? Ni nani? Yesu. Na pale katika Luka 19:10 inasema mwana wa Adamu alikuja na kutafuta kilichofanyaje? Kilichopotea. Wewe umepotea? Wewe? Nimepotea nikiwa kwa dhambi. Umepotea Okay. Sasa hicho alikuwa anatafuta ambaye kimepotea ni akina nani hao walikuwa wanakuja kutafuta? 15:24 Mathayo. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba Israeli. Kumbe yeye papasili yake kuletwa na Mungu, alikuwa na kutafuta na kuokoa kilichopotea katika nyumba gani? Katika nyumba gani? Hapo sijasikia. Rudia tena. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kumbe yeye alitumwa kutafuta na kuokoa kile kilichopotea katika nyumba gani? Israeli. Wewe mimi ni msafiri. Mimi ni msafiri, mtu kule pande ya mlima huko. Na wewe ni mtu wa kutoka pande ile ya kule, si ndio? Sisi ni Waisraeli, sisi na wewe tu ni Waisraeli. Kipande yangu imeandikwa Republic of Kenya. Na wewe kipande yako imeandikwaje? Unajua sasa. Kipande yangu imeandikwa Republic of Kenya. Na yako imeandikwa Republic. Unajua kuelezea bila wa Israeli sasa. Umekuwa Israeli ni mlango ya nyuma. Niambie mlango ya nyuma, sawa tu. Kulingana na Yesu Kristo alikuwa mtu wa Israeli, si ndio? Wewe umeingiaje katika nyumba ya Israeli? Kwa dirisha? Si tumefuata lineage kutoka huko juu mpaka chini. Lineage kutoka wapi? Kutoka kwa Daudi. Kutoka kwa nani? Kutoka kwa Noa. Hiyo yote hakuna. Hiyo yote ni Waisraeli tu. Hata katika ufalme wake wewe huyuko, unajua hivyo? Nataka nikufungue kitu ambaye hujaifunguliwa maisha yako yote. Hata katika ufalme wa Yesu wewe huyuko. Tunasema tunaenda mbinguni huko. Yeye hana habari na wewe kabisa, hana habari na wewe kabisa.
Ama ukubali hiyo? Wacha nikuonyeshe 19:27 Mathayo. Hata katika ufalme wake where you are not there, even you are not concerned kabisa. Usijaribu kuingia huko. Huko ukiingia basi ndio hivyo. Inasema kwenye kuandika. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Tutapata nini basi? Yesu akawaambia, amina nawaambia kwamba ninyi mnanifuata mimi katika ulimwengu mpya. Ulimwengu mpya ni huko mwisho kiama huko Sawa. Katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake. Atakapoketi mwana wa Adamu ambaye ni Yesu. Ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Sasa wewe umo hapo? Mambo inazidi kuzorota. Hapo huumo kabisa. Pale mwanzo huumo na hapo huumo. Sawa, hapo Yaani inamaanisha hapo tumeelewana na mbinguni natafuta. Kwa hivyo ni utafute mtume saa hii, utafute pale unaenda saa hii. Hapa duniani utafutie hapa. Usingojee siku ile ati unakufa ndio unaenda kutafuta. Ukikufa amali zako zimefungwa. Kitabu yako imefungwa, malaika wamefunga, wameikuja, wamekufungia kwa shingo yako. Basi. Lakini sasa hiyo ni video uliambiwa tu. Sikuniambia kusoma na kufundishwa. Lakini sasa kuniambia ati mtume ndio inabidi ndio hadi tutafuta siku ya mwisho. Mtume Muhammad. Hapo na kama sikubali na wewe. Ukubaliana na mimi 1:13 ya Efeso. Utakubaliana na mimi tu saa hii. Siko hapa tu, lakini jina lake haijawekwa, lakini utajua ni yeye. Efeso 1:13. 1:13 kwenye kuandika. Inasemaje? Inasema ninyi nanyi pia katika huyo. Nataka uangalie, hebu angalia akisoma. Angalia kabisa, nataka ufuatilie yeye. Asipoteza point hata moja. Angalia vile imeandikwa. Nanyi pia katika huyo 1:13 Efeso. Mmekwisha kulisikia neno la kweli. Habari njema za wokovu wenu. Habari njema ya wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye. Na kutiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Huo ni roho wa ahadi aliye mtakatifu. Ndiye aliye warabuni ya urithi wetu. Kumbe huyo roho mwenye kuleta wokovu anatoka nchi gani? Arabuni. Arabuni, nani alitoka huko? Arabuni. Nani alitoka Arabuni? Yesu pia alitoka Arabuni. Yesu hakutoka Arabuni, alitoka Palestine. Na kwani Palestine siko nini? Arabuni kuna nchi inaitwa Saudi Arabia, hiyo ndio inaitwa Arabuni. Zamani ilikuwa inaitwa Arabia. Ilikuwa inaitwa Arabia. Yote ilikuwa inaitwa Arabia. Ndio Arabuni. Huyo alitoka Arabuni. Israeli pia iko karibu na Saudi Arabia. Israeli iko Palestine. Kulikuwa na Palestine, kulikuwa na Arabia, kulikuwa na nchi ya Sham. Sham ni kule Syria. Kulikuwa na nchi ya the Babylonians kule upande ya Iraki. Angalia sasa, hata mapu ndio hii. Unaona Biblia imekucholea mapu. Arabuni iko wapi? Arabuni unaiona? Nabii gani alitoka hapa? Arabuni. Muhammad. Muhammad. Kumbe unamkataa Muhammad na kumbe mpaka umeambiwa kwamba huu ndio atakuletea nini? Haya. Ngoja kidogo tumalize. Hapa unaambiwa hiyo Efeso 1:13 unasema huo nabii analeta nini? Wokovu. Na yeye anapatikana nchi gani? Warabuni. Na tunapata nabii ambaye alitoka Warabuni ni mmoja tu ambaye anaitwa nani? Hata Yesu pia alitoka Warabuni bana. Arabuni wapi? Yesu alitoka Palestine. Palestine iko Arabuni. Mapu ndio hii hata imechorwa, imekucholea. Imegawanyisha between Arabia. Angalia hii mapu si ndio hii. Hiyo imeandikwa aje? Agano ulimwengu zamani za agano la kale. Hebu angalia, nataka uangalie. Hii ni Arabuni. Sawa? Hii hapa ni wapi? Hii ni Edomu. Na si ndio Yerusalem hapa. Yerusalem iko wapi? Iko katika Edomu. Edomu si hii Edomu. Hizi Edomu. Huko ni Edomu. Huko ni Edomu, huko ndio unaona unapata hizi. Jangwa la Sham. Vile nimekuambia, Sham kule upande ya Syria. Hii ni Arabuni, ni hapa. Ndio unaona hata sasa hii inaitwa Saudi Arabia. Ama hitu hivyo. Usikatae kitu ambaye kiko wazi. Mimi nakusaidia tu. Mimi sitakuwa na wewe duniani, tutaachania tu hapa tu, mimi niende zangu na wewe uende zangu, lakini kule kwa Mungu ndio kuna maneno. Na sasa huyu Muhammad, ngoja kidogo nikuongezea nyingine.
Ndio at least upate ushahidi ya kutosha. Anataka upate ushahidi ya kutosha. Nataka upate ushahidi ya kutosha. 21:13 Isaya. Haya kuongezea mpaka ushahidi ukolee uingie ndani. Useme nimetoa tu andiko moja tu, atinadhibitisha na andiko moja 21:13. Ndio ushahidi ni watu watatu. Mimi nitatoa ushahidi 3. Inasema ufunuo juu ya Arabuni. Ufunuo juu ya nini? Arabuni. Na ufunuo unafunuliwa watu gani? 3:7 Amosi. Ufunuo juu ya Arabuni. Tusaidie tu haraka haraka. Ufunuo inafunuliwa watu gani? Amosi 3:7. 3:7 inasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kumbe ufunuo unafunuliwa watu gani? Ufunuo unafunuliwa watu gani? Manabii. Ufunuo unafunuliwa watu gani? Manabii. Na tunaambiwa kuna ufunuo unatoka nchi gani? Arabuni. Huo alifunuliwa Arabuni ni nani? Arabuni kuna nchi mingi. Kuna mpaka Yerusalemu Arabuni. Tumeona hapa. Sasa wewe niambia. Na siku ndani Arabuni? Arabuni ilikuwa na jina hilo tu. Arabuni Arabia ilikuwa tofauti na mapu iko hapa. Hata mapu mmecholewa. Unajua saa zingine. Arabuni. Yaani Arabuni na jina hilo tu peke yake. Yerusalemu sehemu nyingine. Kule ni kule pale kulikuwa kunaitwa Palestine. Kule ni Palestine. Na kulikuwa na Sham, kulikuwa na Palestine, kulikuwa na Arabia, kulikuwa na nchi ya Yemen, Lebanoni, kulikuwa nini? Hata unakataa kitu iko wazi kabisa. Mambo ya Arabuni. Haya, tuendelee. Sasa kusukuma sana. Haya, sasa yule umekataa hapa. Ati Mkenya. Ati yule mimi ni Mkenya. Siwezi kuwa kwa ufalme wa yuko Israeli. Wewe unajua uko katika hiyo ufalme? Kama uko na ufalme ningetaka hivi. Sana kuuliza. Nyinyi pia mko huko Kenya. Nini kama nini umesema uko hapa Kenya. Nini uko pia uko ufalme wa nini pia Arabuni pia? Mimi niko ufalme huu. 7:158. Hiyo ndio ufalme nini niko. Tumepata Yesu wakati alipotumwa, alipewa sehemu pale Israeli. Na ndio naona Yesu maisha yake yote hakutoka hiyo area. Maisha yake akiwa katika alikuwa anazunguka Galili, anakuja Yerusalemu. Anatoka hapo anaenda Bethlehem. Anatoka hapo anaenda hii na town nyingine inaitwa nini? Hebron. Anatoka Hebron anaenda hakuenda. Hata wacha hivyo. Hata Syria ambayo ni next na Lebanon au kanyanga. Sidoni Lebanon alikuwa mpakani. Ndio unaona yule mwanamke alikataa yule maneno ya yule mwanamke ambaye ni Mkanani. Alikataa. Hakwenda. Alipewa papa seli hapo Israeli wote. Hata Daudi wote na kina Suleimani walikuwa wamepewa pale Israeli peke yake. Hakutoka kama ameenda nje hiyo nchi. Hiyo ni kitu ambayo unafaa kuelewa. Hakutoka katika hiyo nchi. Na ukisikia vile alimjibu yule mwanamke Mkananayo, alimjibu maneno mazito sana. Ama wewe hiyo maneno huielewi? Naelewa. Vile alimwambia hata si vizuri kuchukua chakula za kutupia mbwa. Mbwa ni watu gani anaita? Si watu wa mataifa? Ambao sio Israeli. Sasa bwana, hii vitu tunafaa uangalie. Mimi niko hapa ufalme ndio huu. 7:158. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema. Ewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enyi watu. Wewe ni ngoja kidogo. Wewe ni mtu? Mimi ni mtu. Wewe ni mtu? Mimi ni mtu. Mimi najua hapa kuna jini. Sisi zote ni watu. Tuendelee. Hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote. Yani mimi ni mtume kwa dunia mzima. Yani yeye ni mtume wa ulimwengu mzima. Na ndio naona wafuasi wa Nabii Muhammad walitoka wengine wakaenda mpaka China kupeleka ujumbe. Baada ya mtume kuondoka. Kuna wengine wamekufia China. Ile Uislamu unafika China, unafikiri ulifikishwa na nani? China kuna province inaitwa Sichuan. Sichuan ni kubwa kuliko Kenya. Na ni Waislamu sijui milioni sijui karibu milioni 100 Waislamu kule China. Kuna wengine walikuja hapa Ethiopia kuleta ujumbe wa Nabii Muhammad. Kuna wengine walienda huko Rome Italy. Wengine wakapeleka ujumbe huko nini? Kwa sababu yeye alikuwa ametumwa universal messenger wa dunia mzima. Kwa hivyo Uislamu uliletwa ulisababisha mtume akiwa.
Haya. Mwingine? Haya. Swali yangu ni kwa nini mmetanga Wakristo kafiri? Sasa swali yake anauliza, anasema mbona nyinyi Waislamu mnaita Wakristo kafiri? Sisi hatuiti Waislamu makafiri. Wakristo. Hapana. Ndio nakwambia kitu. Ngoja, umeshasikia akiitwa nani? Nishafanya kazi kwa Semetu Waria. Umesema umefanya kazi kwa Waria. Wakakuita kafiri. Wakristo kafiri, hapana kwa Kristo. Kama alikuita kafiri, kwanza kitu ya kwanza alikosea kama binadamu. Kwa sababu mimi tumekuwa na wewe siku nyingi bana nikihubiri, sio? Miaka 2 imeishia hapa, sio? Umeshaisikia nikisema Ukristo ni mkafiri? Mimi wacha kwenda mwingine na mimi na mwalimu wangu wale wengine. Umeshaisikia? Bado. Hujaisikia. Kwa sababu hiyo dini haifundishi namna hiyo. Lakini kile kitabu yetu haiti Wakristo kafiri. Na hakuna andiko yoyote inasema katika Qur'ani ya kwanza Wakristo ni makafiri. Nitakuonyesha vile Qur'ani inasema kuhusiana na nyinyi. Lakini kitabu chako ndio kinakuita kafiri. Ndio hii kitabu. Yuda 1:4. Kitabu yako ndio kinakuita kafiri. Sio mimi. Kitabu yetu akiiti mtu kafiri. Inasema kwenye kuandika. Kwa maana una watu waliojiingiza kwa siri. Ningeomba unyamaze kwanza. Naomba tuendelee. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Ni kitabu chako hii. Kitabu cha Yuda 1:4. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Makafiri. Ate nini? Makafiri. Ni kitabu gani unasema hivyo? Makafiri. Ni kitabu gani? Kitabu ya Yuda. Ni kitabu gani? Hii kitabu tunasoma ni gani? Biblia. Haya. Na ulikuwa unasema Waislamu wanaita Wakristo nini? Haya, sikia kwa nini wanaitwa makafiri. Wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Yaani wanabadili maneno ya Mungu kuwa ufisadi. Wanafanya? Na humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Wanamkana Mungu aliye wa pekee. Na Bwana yetu nani? Bwana wetu. Sababu mnasema Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Si ndio? Si ngapi? 3 in 1. Ndio unaona hapa Biblia inawaita nani? Makafiri. Mtu wote ambaye anakana Mungu ni moja anakuwa nani? Makafiri. Sasa ni kitabu chetu ama ni kitabu chenyu kinawaita makafiri? Umeona? Unataka uone hii maneno ya poroja huko nje. Najua kule nje kuna porojo nyingi sana. Hii ni Yuda 1:4. Nenda kasome, chukua Biblia yako ya Kiswahili ama fungua simu yako. Uone kama imeandikwa hivyo. Sisi hatuwaiti hivyo. Qur'ani inasemaje kuhusiana na Wakristo? Qur'ani, sikiza sasa Qur'ani vile inasema kuhusiana na Wakristo. Hii ya huko nje ni propaganda na maneno mengi na misconception mingi. Hata Waislamu wanatuita hivyo, wanatukana. Mimi si haitiza mtu hivyo. Qur'ani inasema tuwaite namna gani? 5:82 Qur'ani. Sikia Qur'ani vile iko. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakika tutawakuta walio maadui zaidi. Angalia hapa. Hakika tutawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Ni Mayahudi na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu. Tunaambia maadui ya Waislamu duniani ni Mayahudi na washirikina, wale watu ambao hawana kitabu, kama wale watu wanaabudu ng'ombe kupande za India huko, wale watu hawana Mungu, wanajiita maatheisti. Hawa ndio maadui sana na Waislamu. Na utaona leo karibu kwa urafiki na Waislamu. Ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Kumbe marafiki walio karibu na Waislamu ni watu gani? Wakristo. Imewasifu ama imewadunisha? Imemsifu nyinyi. Sikiza, wacha tuendelee bado. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavioni na wachao Mungu. Unasikia, Mungu anatambua katika nyinyi kuna watu ambao ni wazuri, wanavioni na watu wanamcha Mungu. Unasikia maneno haya? Unasikia vile inaleta maneno? Lakini kitabu chako chenyewe ndio kinakuita kafiri kwa sababu ya kumkana Mungu aliye wa pekee, ukasema Mungu ni watatu. Nikakuita kafiri. Kwa hivyo sirudi kusema Mungu ni watatu. Ukisema Mungu ni watatu, kitabu cha Yuda kinasema yeye ni kafiri. Kitabu chako chenyewe hata sio chetu. Ketu kinawasifu. Kitabu yetu Qur'ani na wasifu. Anasema katika Wakristo kuna wamchao Mungu na kuna wanavioni. Na ndio wako urafiki karibu na Waislamu. Maneno haya umeona? Sasa Trinity ilianza wakati silianza wakati kitambo huko kina wale wafuasi wa Yesu ndio walileta Trinity. Sasa kwa nini kumbe walikosea? Trinity haikuletwa na wafuasi wa Yesu.
Trinity imeanza juzi hapa na katika mwaka wa 325 na Constantine Augustus. Mfalme Emperor Constantine ndio walileta mkutano wa Nisaya, wakaleta hiyo mambo ya Trinity, na wakaleta mambo ya Christmas, na wakaleta mambo ya Easter Monday na Good Friday. Yeto na Constantine alipo embrace Christianity akawa Mkristo, basi wakaleta hizo sheria. Haikuletwa ati nini, kwa sababu ukisema Mungu ni watatu, wewe unaamini Mungu ni watatu katika roho yako wewe mwenyewe personally, unaamini Mungu ni watatu katika moja? Mimi naamini. Unaamini Mungu ni watatu katika moja? Wanatoshana nguvu? Wanatoshana nguvu. Wanatoshana nguvu. Kwa hivyo Mungu wa kwanza ni yupi? Baba. Baba Mungu wa kwanza. Wa pili ni yupi? Mwana. Mwana Mungu. Watatu? Roho Takatifu. Wote hawa ni waungu, wametoshana nguvu. Unajua imani ndio nakwambia mambo, imani ni hatari sana. Imani ikishaingia, mtu akishaingizwa imani, kuitoa inakuwa ni kazi, kwa sababu sasa wewe ulifundishwa ya kwamba Mungu ni watatu. Unasema Yesu ni Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu, na kuna Mungu Baba. Si ni kweli? Hebu tuangalie Biblia nayo inasemaje kuhusiana kama Mungu ni watatu ama si watatu. Sawa? Unaonaje? Tuangalie hiyo maneno. Tuangalie. Msema kweli iko hapa. Tuangalie. Tuanze na wa kwanza. 2:3:13. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Tuanze na wa kwanza. Tuanze na huu Mungu Mwana. 3:13. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume kwaje kuandika. Inasemaje? Inasema Mungu wa Ibrahimu, na wa Isaka, na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake, yani Yesu. Kumbe kwa mujibu wa Biblia tunaambiwa Yesu ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Na wao walifundishwa Yesu ndio Mungu. Yesu aliyekufundisha, alikufundisha yeye ni nani? Si umesema Mungu ni wangapi? Watatu. Mungu ambaye ni Mungu Mwana ambaye ni Yesu, sawa? Ukasema Mungu Roho Mtakatifu, si ndio? Ukasema Mungu Baba, sawa? Na hapa Biblia inasema Yesu ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo ukimuona Yesu unajua ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Yeye sio nani? Yeye si Mungu. Tumeelewana mpaka hapo? Nataka tuende one by one. Tunatoka kwa Yesu tunaenda kwa Roho Mtakatifu, sawa? 12:18. Mathayo. 12:18. Mathayo, mtoza ushuru, unasema. Tazama mtumishi wangu nilimteua. Mpendo wangu. Moyo wangu ulipendezwa naye. Nitatia roho yangu juu yake. Unasikia? Naye roho ni mtumishi wa nani? Rudia. Rudia tena. Tazama mtumishi wangu niliyemteua. Mpendo wangu. Moyo wangu ulipendezwa naye. Nitatia roho yangu ndani juu yake. Kumbe hata roho naye ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo mtumishi na aliyemtuma nani boss? The boss. Boss ambaye ni nani? Kwa hivyo kuanzia leo usirudi kusema Roho Mtakatifu. Na Yesu ni nani? Yesu ni mwana. Ni mtumishi. Mtumishi wa Mungu. Tumeelewana mpaka hapo? Nataka utuende step by step ndio uelewe. Hapo tumeelewana? Lakini sababu Yesu alitumwa na nani? Alitumwa na Mungu. Kuja kufanyaje? Kuleta ujumbe wa Mungu duniani. Lakini alitumwa kama holy. Hakutumwa tu kama binadamu kawaida. Kwani Yesu si binadamu? Yesu si binadamu? Nataka uniambie. Yesu ni binadamu, tukatai. Lakini alikuja na nini? Yana different way. Uji different way. Si kama sisi wanadamu wa kawaida. Kwa sababu alizaliwa na mama bila baba. Si ndio? Alikuwa na baba. Baba yupi? Alikuwa na si babake ni Mungu. Yani, kwani Mungu anazaa? Kuna Mungu. Anayejua mtoto zaidi ni nani? Ni baba ama ni mama? Ni mama. Ndio maana tunapeleka watoto wetu DNA kwa sababu unaona ukikuwa na shughuli na mtoto wako, mnaenda DNA
Ukiona huyu mtoto sio wangu, sura yake ni ya jirani, unaenda kwa DNA. Si ndio? Namna hiyo. Unajua sasa kulingana na Biblia yetu. Sasa Yesu alipozaliwa, ngoja kidogo. Yesu alipozaliwa, aliitwa mwana wa Mungu ama aliitwa mwana wa nani? Mariamu alipomzaa mtoto wake akamaliza kumzaa. Alipomzaa, si alimpatia jina? Alimuita nani? Alimwambia Yesu babako ni Mungu. Sema ndiko. Si mama ndio anaambiaga. Hujui hapo. 6:3 Marko. Jina ndio hiyo ile Mariamu alimwambia. Wanaambia watoto wao baba zao ni kina nani? Mariamu alikuwa anafaa kumwambia Yesu babake nani? Marko 6:3 kwenye kuandika. Inasemaje? Inasema huyu si yule seremala nani? Mwana wa Mariamu. Kumbe Biblia inajua Yesu ni mwana wa nani? Wa Mariamu. Saa hii tuko hapa katika kiwanja saa hii jioni saa hii. Saa hii Yesu si yako mbinguni? Si tunajua yako mbinguni. Waislamu si tunajua yako mbinguni. Si hata nyinyi mnajua hivyo? Si yako mbinguni. Kule mbinguni cheo chako ni gani saa hii? Cheo chake kule mbinguni saa hii. Tunaongea hapa saa 11:30 ya jioni. Cheo chake kule Yesu tunajua yako mbinguni. Yeye ni msaidizi. Yaani cheo chake kule ni nani? Ile cheo chake. Kwa sababu nikikuuliza nani anakuwa State House? Si ni rais anakuwa State House? Cheo chake si hiyo. Sasa kule yeye yako kule ile ya Mungu yenyewe sasa kule juu. Kule yeye ni nani? Hapo sijibu. Kama hujui unasema tunaendelea mbele. Na kusaidia. Hapo huwezi jibu. Acha Biblia ikujibu. 7:55. Cheo chake ndio hiyo. Tumesema. 7:55 Matendo ya Mitume inasema kwenye kuandika. Lakini akija Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitizama mbinguni. Akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Kumbe Yesu kule mbinguni amesimama mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Haya tusikie maneno yake. Akasema tazama. Naona mbingu zimefunguka. Na mwana wa Adamu. Mwana wa Mungu wa Adamu. Mwana wa Mungu. Imeandikwaje hapa? Hebu soma vile imeandikwa. Unajua kusoma? Hebu soma mwenyewe. Na mwana wa Adamu. Acha some mwenyewe, hebu soma. Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wapi huko? Mbinguni. Kumbe Yesu akiwa mbinguni, yeye ni mwana wa nani? Wa Adamu. Na wao wanasema ni mwana wa nani? Sawa, nimekubali. Umekubali nilikuwa nataka ukatae Biblia. Kwa sababu mnaambiwa yeye ako mbinguni na kule mbinguni yeye ni mwana wa Adamu. Hapa duniani mnamuita mwana wa Mungu. Sasa tutaamini ni nyinyi ama tutaamini maneno ya mbinguni? Unaona maneno haya? Mambo iko namna hiyo. Kwa hivyo hapo nimewa question mark. Dada kufanya utafiti. Uko na question mark? Enda ufanye tu pole. Maneno ya Mungu haina haraka. Unafanya question vile umesema utafanya utafiti, wewe fanya tu. Sawa, una swali lingine ama nichukue lingine? Swali yangu tu ni ufafanuzi tu. Hizi vazi lenu ni za dini ama ni za dini ama ni za kuseme aje? Hizi vazi. Alafu kuna mwingine ako na swali? Kuna yule jamaa alikuwa hapa alikuwa anataka kuuliza swali. Ako wapi? Wacha nimalize hii moja tu. Hii moja tu namaliza. Haini ufafanuzi tu. Nataka nauliza vazi. Nataka nielezee tu vazi yenu. Ni ya dini ama ni ya kimila? Si ya mila, hii ni kanzu tu, ni nguo tu ya kawaida, lakini tunaitumia pia kwenda msikitini na ni nguo ya heshima. Kwa mfano, hii nguo unaweza ingia naye kwa bar. Ukunywe pombe. Wameshaona Muislamu anaingia na hii kwa bar, akunywa pombe. Wako. Uliona wapi? Tuambie ni wapi? Tuwafuate tunanyorosha viboko. Kale mboko. Na kanzu kwa bar. Sijaiona. Mimi maisha yangu nimekaa katika Uislamu ya miaka 30 na sijaiona Muislamu akiwa na kanzu ameenda kwa bar kunywa pombe. Tena akiingia anafukuzwa kwa sababu inaonekana huyu jamaa hana lengo nzuri. Sana kanzu, kofia tu. Kofia yenyewe inaleta kofia. Kwa hivyo mogoka hiyo ikubaliwi katika Uislamu. Umeshaona mtu akikulia mera msikitini? Mogoka hiyo nasema, umeshaona mtu akikula kwa msikiti?
Msikiti sijaingia bado. Hujaingia. Kuna wale wameingia, kuna Wakristo wengi wameingia msikitini. Msikitini utakula chakula, unaweza kunywa kitu ndani ya msikiti, lakini huwezi kulia. Mkao naenda kulia nje kwa sababu hiyo ni vitu za huko nje. Hiyo ni fani ya mtu. Ni yeye na mambo yake. Haya. Ni hayo tu kwa leo. Ni hayo tu kwa leo. Haya. Pumzika hapo basi. Kwanza majina angalia pande hii ndio tuone. Francis nani? Mtuko. Mtuko, sasa lete swali lako. Mimi naitwa Hassan Karioki na mimi ni Muislamu, na wewe? Mimi ni Mkristo. Asante sana, karibu sana. Swali lako ni gani? Nimesikia umetuambia kwamba Asia nini Uarabuni ni nchi gani? Inaitwa Saudi Arabia saa hii. Na Asia ni gani? Asia ni continent. Imebeba nchi nyingi sana. Na sio Uarabuni yote hiyo? Hapana. Asia si Arabuni. Kwa sababu ukitoka pale Arabia, unaingia Iran, unaingia Pakistan, unaingia Azerbaijan, unaingia Armenia, unateremka pande ya chini unakuja unakuta India, unakuta Laos, unakuta Cambodia, unakuta Myanmar, unakuta South Korea, North Korea, China. Ni nchi nyingi, Mongolia. Hizo zote ni Asia. Na Arabuni yote inawekwa katika Asia continent. Na si Uarabuni ni tunaambiwa kuna nchi za Uarabuni. Kuna wale Arab speaking countries. Hiyo ni the Arab speaking countries. Ziko nyingi, ziko mpaka Afrika. Sababu ukianzia hapa Burkina Faso, Mali, upande hivyo, uende Morocco, Niger, Senegal, wapi hizo nchi karibu West Africa yote na North Africa yote wanaongea Kiarabu wengi wao. Kwa hivyo Uarabuni ni nchi gani? Uarabuni ni nchi ya Saudi Arabia, inaitwa Uarabuni. Sawa. Hakuna swali lingine, wewe ngoja kwanza. Wewe na unataka nikuulize yako? Niulize tu. Mimi ni Muislamu, wewe dini gani? Ukristo. Asante sana. Wewe unafuata Muhammad na unafuata Yesu? Mimi nafuata Yesu. Unafuata Yesu. Muhammad alikuwa Muislamu. Yesu alikuwa dini gani? Mkristo. Kwa andiko gani? Sisi tunaambiwa alikuwa Mkristo. Mliambiwa tu, lakini wewe ulifanya research ukajua kama ni kweli ama unadanganywa? Si ndio nataka kujua ukweli hapa. Kwa hivyo hata wewe unashaka? Ninashaka. Yeye anasema anashaka. Sasa unataka nitumie kitabu gani ndio nikutoe shaka? Nitumie Biblia, nitumie Qur'ani? Biblia. Haya, Qur'ani weka kando kabisa. Wakati Yesu alikuwa duniani alikuwa anaenda kanisani, msikitini? Kanisani. Msikitini. Unasema sinagogi. Ambaye ni sinagogi, hiyo uliona ni nini? Sinagogi ni nini yenyewe? Sinagogi ni nini? Hebu tusome kwanza alafu ndio tuangalie kwanza. Tuangalie kwanza kabla tujaangalia ni nini. Watu tusome kwanza. Sitaanza kwa Yesu. Wacha nianze zamani. Matendo ya Mitume 15:21. Wacha nianze zamani kwanza, watu wa zamani kwanza. 15:21 Matendo ya Mitume. Inasemaje? Kwa maana tangu zamani za kale Musa nao watu wahubirio mambo yake katika kila mji husomwa kila Sabato katika masinagogi. Hiyo ni moja. Tunapata Musa, habari yake yote ilikuwa inafanyika katika nyumba inaitwa sinagogi. Wakati ya Musa, zamani za Musa. Turudi kwa Yesu sasa. Yesu naye 9:35. Kitabu cha Mathayo. Wacha leo nibadilishe. 9:35 kwenye kuandika. Inasema 35. Na Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijijini. Alikuwa anazunguka katika miji. Mji, ukisikia miji ni kama alikuwa anatoka Galili, anaenda Hebron, anatoka Hebron anaenda Samaria huko, miji ndio hiyo miji. Na vijiji ni kama hapa Jenga, Kawangware, Kariobangi, hizo ndio vijiji, Kibera, hizo ndio vijiji. Na akifundisha katika masinagogi yao. Kumbe mafundisho yake yote ya Yesu ilikuwa inapatikana kwa nyumba gani? Sinagogi. Sasa tuangalie hii sinagogi ni nini. Na sinagogi ilikuwa ni moja ama zilikuwa mingi? Soma katika dibaji ya maelezo maneno magumu katika Biblia. Sisi hatu kuandika Biblia, nyinyi ndio mmeandika na mkaelezewa kila kitu. Ukiona neno linakusumbua, angalia kwa dictionary ya Biblia. Sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Mimi nilikuwa nafikiri ni kanisa. Ameandikaje? Sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga nini?
Msikiti. Alipojenga msikiti Yesu akakuja kaenda wapi? Huko. Na Muhammad naye alipokuja mwenzake Yesu alikuwa anaenda msikiti naye akafuata nyayo hizo naye akawa anaenda wapi? Msikitini. Na mimi ambaye ni mfuasi wa Muhammad na mimi nikafuata nyayo ya Musa, nikafuata nyayo ya Yesu, nikafuata nyayo ya Muhammad. Nikaenda wapi? Msikitini. Lakini wewe unaendaga wapi? Kanisani. Wapi Yesu aliingia huko? Sinagogi. Si msikiti hiyo. Kumbe Yesu alikuwa anaenda Msikiti. Na wale wanaenda msikitini ni watu wa dini gani? Waislamu. Kumbe Biblia inakufundisha wewe uwe nani? Muislamu. Saa ngapi? Uko tayari? Tatafakari hayo bado. Tatafakari ya babu. Sawa nimejibu. Tena misikiti haikuwa moja, acha nikuongezee nyingine moja. Misikiti si haikuwa moja, misikiti ilikuwa na makabila. Kila kabila wanajenga msikiti yake. 6-9 Matendo ya Mitume. 6-9. Na swali kwanza. Wewe tumalizie hiyo moja tu. Alafu ulize swali lingine. 6:9 nasema. Inasemaje? Lakini baadhi ya watu wa sinagogi liloitwa sinagogi la Mahuru. Kuna msikiti mwingine ilikuwa ya kabila nyingine inaitwa Mahuru. Na la Wakirene. Na Wakirene walikuwa na msikiti yao pia. Na la Iskandari. Na Iskandari walikuwa na msikiti yao pia. Na wale wa Kilikia. Na Kilikia walikuwa na msikiti yao. Na Asia. Na Asia walikuwa. Unaona msikiti ilikuwa mingi. Na zaidi mingi ama ni moja? Saa hii msikiti duniani imejaa. Tena hivi. Na hizi zinahitaji hapa ziko. Ziko sasa hiyo karne hiyo. Sasa msikiti nyumba siku hiyo itakuwa imesimama saa hii. Simejenga nyingine mpya. Watu wamejenga nyingine mpya. Mtu atajuaje msikiti ile ukweli? Msikiti si iko hapa, hata hapa kwa Ruben kuna msikiti. Kama ni mingi. Sasa umesema wanaitwa wangani? Haya tulia kidogo. Naam. Msikiti iko, hata ile msikiti Yesu alikuwa anaenda Yerusalemu mpaka saa hii iko. Inaitwa Masjid Aqsa, iko Yerusalemu mpaka saa hii. Sasa hizo za hao wengine umesema siko ama zilikuwa. Misikiti kwa mfano ni kule kwetu Kikuyuni. Tukijenga kule msikitini, si ni Wakikuyu wamejenga huko? Kwetu Kikuyuni. Kabila gani hiyo? Msikiti ikijengwa kwenye Ukambani. Wakamba ndio wamejenga. Si ni Wakamba ndio wamejenga msikiti? Unasema ile msikiti ni msikiti wa Wakamba kwa sababu ndio wenyeji wako pale. Kwa hivyo msikiti ilikuwa inaitenganishwa na wale watu. Wale wa kabila. Ile kabila iko pale. Ilikuwa hivyo. Swali yangu ya mwisho ni kwamba Elijah alikuwa anaenda wapi? Nani? Elijah mimi sina habari. Labda uniambie. Si Elijah alipanda juu kama Yesu. Sina habari. Sina habari hiyo. Hiyo labda uniambie kwa sababu wewe ndio Mkristo, wewe ndio umesoma habari ya Elia, wewe ndio ungeniambia. Alikuwa anaenda msikiti gani? Ungeniambia hiyo ingekuwa bora zaidi. Bwana anauliza nijue alikuwa anaenda sinagogi ama ni kanisani. Sasa hiyo sina habari. Sawa. Hiyo labda sasa hiyo ufanye research ama uulize mchungaji. Sawa. Lakini ukienda kuuliza swali kimakosa utaambiwa wewe acha kuleta maswali ya pepo mbaya. Sawa, asante. Najua huyu ni handsome boy. Si unamuona? Handsome boy. Haya. Tuendelee mwalimu wangu. Haya, kwa majina mimi naitwa Hassan Karioki. Na wewe unaitwaje baba? Gregory Mbithi. Gregory Mbithi. Swali gani ambayo pengine imekusumbua siku nyingi, hujawahi pata chance ya kuuliza Waislamu lakini sasa Waislamu uko nao kiwanjani? Hebu ulize swali. Uliza hata kama ni ile ngumu na usiogope kuuliza swali yoyote. Yote makosa yetu tuambie hata hapa. Tuambie tunafanyaga hivi, mnafanya hivi, ni makosa, hii ni makosa, tuambie. Naweza uliza. Kikwenu kwa Uislamu, Mungu alimuumba mwanadamu yupi akiwa wa kwanza? Aliyeumbwa mwanadamu wa kwanza Kiislamu ni Adam. Baba yetu Adam. Alayhisalam. Amani ya Mungu iwe pamoja naye. Yeye ndio mwanadamu wa kwanza, tunaambiwa ndio aliumbwa. Naam. Na kuna neno linadhibitisha kwamba kwenye Qur'ani huyo ndiye alikuwa mwanadamu wa kwanza Mungu aliyeumba. Ni kweli, ni yeye tu. Qur'ani ngapi? Suleimani? Ni 20 120 zamfikiri hapo, ama tuanze ile 7 ama 2 au 2:30. 2:30 hapo. Qur'ani sura Tubaka. Wale katika kuumbwa kwa Adam. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wakumbushe watu habari hii. Wani tunaambiwa tuambie watu habari hii. Muhammad anaambiwa aambie watu habari hii. Wakati Mola wako alipomwambia malaika, mimi nitaleta viumbe vingine kukaa katika ardhi. Nao ndio wanadamu. Wakasema malaika, utaweka humo watakaofanya uharibifu humo na kumwaga damu
hali sisi tunakutukuza na sifa zako na kukutaja kwa utakatifu wako. Akasema Mwenyezi Mungu, hakika mimi nayajua msiyojua. Na Mwenyezi Mungu akamfundisha Nabii Adam majina ya vitu vyote. Unaona? Mwanadamu wa kwanza aliyeumbwa ni Adam na akafundishwa majina ya vitu vyote. Ndio naona wakati wanadamu tunajua hii ni mti ya stima, hii ni waya, hiyo ni mbuzi, hiyo ni ng'ombe, hiyo ni kondoo, hiyo ni majani aina. Adam akafundishwa kila kitu na Mwenyezi Mungu. Malaika wenyewe walistuka. Adam akiwaeleza hii ni ng'ombe, hii ni mbuzi, hiyo ni mti, hii mti inaitwa hivi, inaitwa hivi. Kwa hivyo Adam ndiye aliumbwa kwanza. So hapo nimesikia Mungu anamfunza. Yeah. Sijasikia Mungu akianza kumuumba. Ilikuwa ya juu inazungumzia mambo ya kuumba. Haya inokuja ni baada ya kuumbwa akafundishwa. Naona? Mungu alimuumba. Alimuumba 15 Qurani 27. Alimuumba Mwenyezi Mungu. Kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? Tuanze 26 mwalimu wangu. Adam aliumbwa na nini? Adam aliumbwa na nini? Na Mungu. Aliumbwa na nini na matirio gani? Si mchanga. Mchanga Sikiza. Inasema na tulimuumba mwanadamu kwa udongo. Unasikia? Tena unaeleza Mungu anaeleza udongo ile uliumbwa naye. Mkavu unaotoa sauti unapogongwa. Unaotokana na matope meusi yaliyovunda. Unasikia? Kwa hivyo Adam aliumbwa kwa udongo. Umeelewa sasa? Sawa. Niko sawa. Swali lingine gani? Sina lingine. Sina lingine? Mimi nikuulize moja. Kwa nini sikuwe Muislamu? Na Uislamu ndio dini ya manabii wote. Manabii wote kuanzia Adam kufika mpaka kwa Muhammad wote walikuwa Waislamu. Ni maybe sababu siamini. Nini uamini? Unajua kwa kuzaliwa nimezaliwa nikiwa nafuata Ukristo nikalelewa. Hata mimi nimezaliwa kama nafuata Ukristo. Uislamu nilikuja kuupata baadaye huko miaka mingi nimeshapita naelekea 40 ndio nakuja kuupata Uislamu. Wengi wetu hapa ni watu ambaye tulilelewa huko unasema. Sasa ukilelewa kule kwa hivyo utafuata wazazi. Sitafuata wazazi. Lakini Mungu amekupatia nini? Akili. Ujue hii ni right na hii ni wrong. Kwa sababu ukifika kwa Mungu utaenda peke yangu. Utaenda na mzazi, hata mimi sitaenda na mzazi wangu. Kila mtu anaenda peke yake kwa Mungu. Na utaenda kuulizwa yale uliochuna hapa duniani. Kwa mfano, wewe unaamini Mungu ni ngapi? Wewe unaamini Mungu ni wangapi? Mungu ni mmoja. Mmoja. Okay. Na Yesu naamini yeye ni nani? Yesu. Yesu ni mwana wa Mungu. Unaona sasa? Ni tuseme tuliumba sisi kama wanadamu. Maybe Yesu ni kiumbe, aliumbwa na Mungu. Kiumbe sasa hapo ndio imekuja sasa sawa. Kaumbwa na Mungu. Ni kiumbe cha Mungu. Sababu Mungu ndiye alimuumba katika tumbo ya Mariamu. Hapo uko sawa kabisa. Ukisema hivyo hapo tunapelekana vizuri sana ya kwamba kaumbwa na Mungu na ni kiumbe cha Mungu. Tunaona? Sasa nimeona research yako si mbaya. Research yako unafanya research nzuri. Haya, Uislamu unauonaje? Uislamu unaonaje? Unaujua Uislamu wewe? Sijaufahamu kama Uislamu. Hujaufahamu. Na unamjua mtu mmoja alikuwa anaitwa Muhammad? Kama simjui. Muhammad. Ama unafikiri ni ule Muhammad wa duka? Simfikiri huyo. Si ule wa duka. Kuna mwingine, unasikia Muhammad ni nabii? Nasikia tu kwa Uislamu Muhammad. Basi huyo ndio nabii ambaye alitumwa kwa watu wote duniani. Muhammad. Muhammad katumwa na nani? Katumwa na Mungu. Siwezi kuwa namfahamu juu Muhammad maybe in other ways sijampata kwa Biblia. Ndio mtume wako huyo. Na huyu ndio mtume wako sio Yesu. Yesu ni wa wana wa Israeli. Sasa muwezi kunyang'anya wana wa Israeli mtume wao atemchukue mseme ni wenyu. Ule Yesu ule hata uhusiani na nyinyi kabisa. Mnakaa tu kwa yeye lakini yeye yuko mbali sana na nyinyi. Naam.
Na Yesu, Muhammad, Musa wote ni manabii wa Mungu na wote wako lineage moja. Na niulize, mnaamini kitabu Biblia ni kitabu cha Mungu? Sisi hatuwezi tukaamini kwa sababu nani kwanza akapewa nani? Mtume gani alipewa? Nabii gani alipewa? Maybe ndo swali sasa nikakuuliza wakiamini. Mimi kuna mambo katika ndani yake naweza amini, lakini sijui kilipewa nani kitabu. Tunaionaga tu. Hata wewe mwenyewe hujui kilipewa nani. Kilikuja na nani? Mimi hata pia mimi maybe kitabu hiki kiliumbwa kiliandikwa na waliotumiwa kuandika walitumiwa na Mungu. Wapi? Kwanza ilikuwa inaandikwa katika nchi gani? Na ilikuwa ni mwaka gani? Sina ufahamu. Juu mimi ukiniuliza Qur'an nitakwambia. Qur'an compilation yake ilianza 610 ikakuja 632 ikakwisha. Ikakuwa compiled ikawekwa katika kitabu moja. Kwa sababu vitu za zamani ilikuwa zinakuja katika ngozi na katika mawe, hivyo ndio uteremsho ulikuwa unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Wale manabii wanaandika kwa hizo ngozi na mawe na nini na nini. Kwa hivyo mnakiamini ama mkiamini? Sasa hata wewe mwenyewe uamini. Sasa kama mimi siamini, hata wewe mwenyewe hata uamini. Uone yamini. Je, si kuna maneno yametoka kwa Biblia yako kwenye Qur'ani? Hakuna maneno yametoka kwa Biblia iko kwa Qur'ani. Qur'ani na Biblia ni kama mashariki na magharibi. Kwa hivyo hamna. Hakuna maneno yako kwa Biblia ambayo imetoka kwa Biblia iko kwa Qur'ani. Kwa sababu zamani ile kitabu ilipewa Musa kilikuwa kinaitwaje? Kama unakumbuka kitabu cha Musa, ile alipewa na Mungu pale Sinai, ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa inaitwa Torati ama Tora. Si ni kweli? Ile kitabu alipewa Yesu ilikuwa inaitwa Injili. Si ni kweli? Kuna Zaburi ya Daudi. Hii nani akapewa hii mnasomaga? Huwezi jua kilitoka nchi gani? Kwanza walioandika si ni Wagiriki? Wagiriki walikuwaje waandike maneno ya Mungu na walikuwa wapagani? Sijajua. Unaona hapo kuna kazi? Hapo lazima ufanye research yako sawa. Vitabu hizi tunaamini Torati, tunaamini 100%, tunaamini Injili 100%, tunaamini Zaburi 100%, tunaamini Qur'ani, vitabu hivi tunaamini. Lakini hatuamini hii kusema Injili kama alivyoandika Mathayo, kama alivyoandika Luka. Kwa sababu hapa nikikutolea Injili ziko kwa Biblia ni nyingi sana. Ama nikutolea mfano uone. Unaweza toa. Kitabu cha kwanza ni cha Mathayo, kinasema Injili kama alivyoandika nani? Mathayo, sawa? Kitabu cha pili kinasema cha Luka kinasema Injili kama alivyoandika nani? Luka. Ingine ya Injili kama alivyoandika Mathayo. Injili kama alivyoandika Yohana. Kuna Injili zingine bado 3-7 kitabu cha Wagalatia. Ziko nyingi. Injili ziko mingi. 2-7. 2-7 kitabu cha Wagalatia, sikiza. Injili sasa hiyo ni 4. Injili tumepata Injili 4, sawa, sikiza zingine. 2-7 wa Galatia. Inasemaje? Nitasoma kama ilivyoandikwa. Inasema bali kinyume cha hayo, Paulo anasema bali kinyume cha hayo, walipoona ya kwamba nimekabidhiwa Injili ya wasiotahiriwa. Kumbe Paulo ana kitabu kingine kinaitwa Injili ambayo watu ambao hawatai. Unaona hiyo linakuja ngapi sasa? 5. Kuongeza zile 4, Kama vile Petro ya waliotahiriwa. Kumbe Petro naye alikuwa na Injili nyingine ya watu ambao wametahiriwa. Hizo ni Injili ngapi sasa? 6. 14:6 Ufunuo wa Yohana. Revelation. Hizo ni Injili ngapi? 6. 14:6. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Kisha nikaona malaika mwingine. Ndio. Akiruka katikati ya bingu. Ana nini? Mwenye Injili ya milele. Kumbe kuna malaika mwingine ako na Injili ya milele? Hizo ni Injili ngapi sasa? 7. Sasa katika hizo 7 ni gani? Ya Yesu iko wapi? Injili ya Yesu iko wapi? Ile alipewa na Mungu. Nahitaji utafiti. Hiyo ni Injili 1:7 ya Yesu, ile Yesu alipewa na Mungu iko wapi? Marko 12:14. 12:14 kwa sababu Injili alipewa Yesu. Sikia Yesu alipewa nini? 12:14 Marko. Inasemaje? Mtakatifu. Inasema hata walipofika walimwambia, Mwalimu, tuwajua kuwa wewe mtu wa kweli, wala hujali cheo cha mtu, kwa maana hutazami sura za watu, lakini katika kweli
waifundisha njia ya Mungu. Kuna ile injili ya Yesu pale, hiyo imenitoka, ni Marko tu. 1:14 Marko. 1:14 Marko. Inasema. Unasemaje? Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya. Akafanyaje? Akihubiri habari njema ya Mungu. Ndio. Akisema, wakati umetimia. Ndio. Na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na mfanyaje? Na kuiamini injili. Kumbe Yesu kitabu yake kilikuwa kinaitwaje? Si injili. Injili. Lakini ya Yesu hatujaipata. Tumepata ya Marko, ya nani, ya Paulo, ya Petro na ingine ya malaika mwingine. Ana injili nyingine ya milele. Kwa hivyo nenda fanya research yako sawa sawa. Kesho tukutane, tuendelee na mambo. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.